Baada ya msafara wa Sumudi Flotilla kukaribia eneo la Gaza, jeshi la wanamaji la Israeli liliharibu kwa makusudi mawasiliano ya boti hizo kwa lengo la kuzima matangazo ya moja kwa moja na ishara ya dharura kutoka kwa wanaharakati waliokuwa wakielekea pwani ya Gaza. Sumudi ni neno la Kiarabu, maana yake ustahimilivu. Kwa hiyo Flotilla Sumudi maana yake ni msafara wa kimataifa wa ustahimilivu. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilitoa video ikimwonyesha mwanajeshi wa kike akiwasiliana kwa simu na boti hizo, akijitambulisha kama mwakilishi wa jeshi la majini la Israel. Katika simu hiyo aliwaonya kwamba wanakaribia eneo la hatari ambalo haliruhusiwi chombo chochote kupita kwa sababu ya vita, na kusisitiza kuwa msaada wowote kwa Gaza lazima upitishwe kupitia njia rasmi zilizowekwa. Ndipo kamata ikaanza na mwanaharakati mashuhuri wa mazingira kutoka Sweden, Greta Thunberg. Kisha zikafuata baadhi ya boti nyingine Sumudi Flotilla kusimamishwa na wahusika kuelekezwa kwenda bandari ya Israel. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, boti 6 zimeshatiwa mbaroni, ikiwemo moja itwayo Alma, na kwamba nyingine bado zinatarajiwa kushikiliwa. Hata hivyo, kwa sababu taasisi nyingi za kisheria na magereza zimefungwa kutokana na sikukuu ya Yom Kippur. Waliokamatwa wanabaki katika hali ya kutokuwa na uhakika wa hatima yao. Yom Kippur ni sikukuu ya Kiyahudi. Israeli imesisitiza mara kwa mara kwamba misaada inaweza kupelekwa Gaza kwa njia za amani kupitia vituo rasmi, huku ikitetea mzingiro wa kijeshi wa baharini ulioanzishwa mwaka 2009 ili kuzuia silaha kuingizwa eneo la Gaza. Viongozi wa Israel wamekuwa wakidai kuwa baadhi ya waandaaji wa Flotilla wana uhusiano na kundi la Hamas, madai yaliyokanushwa na wanaharakati wakisema kuwa ni upotoshaji. Wakati hayo yakijiri, huko bahari ya Mediterranean karibu na Gaza, kumeibuka maandamano katika baadhi ya miji duniani ikiwemo Rome na Turin nchini Italia, baada ya jeshi la majini la Israel kuzuia na kukamata msafara wa Sumudi Flotilla. Kwenye msafara huo wapo wabunge, wanasiasa maarufu na wanaharakati 50 kutoka nchi mbalimbali duniani zikiwemo Sweden, Afrika ya Kusini, Hispania, Ugiriki, Italia, Uturuki na Marekani. Miongoni mwao ni pamoja na Mandela ambaye ni mjukuu aliyekuwa rais wa Afrika ya Kusini hayati Nelson Mandela. Tutaendelea kukuletea taarifa mbalimbali zitakazojiri katika safari hii ya Sumudi Flotilla.